Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na leo tunatafakari masomo ya Dominika ya sherehe ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Somo letu la kwanza siku ya leo ni kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 3 aya ya 2 mpaka aya ya 6 na ile aya ya 12 mpaka aya ya 14. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai sura ya 3 aya ya 12 mpaka aya ya 21. Somo la Injili ni Injili ya Mathayo sura ile ya pili aya ya 13 mpaka aya ya 15 na aya ya 19 mpaka aya ya 23. Na nipende kualika na kuwakaribisha ndugu zangu, kama bado hujasubscribe katika chaneli hii, na kukaribisha uweze kusubscribe. Bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na kuanzia hapo utafanyika mwanafamilia wa chaneli hii. Karibuni ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Leo kanisa linaadhimisha sherehe ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Sherehe hii mara zote huadhimishwa Dominika inayofuata katika oktava ya Noeli au tarehe 30 ya mwezi Disemba ya kila mwaka. Kama katika oktava ya Noeli hakuna Dominika iliyoangukia. Sherehe hii huadhimisha tendo kubwa la ajabu la mwana wa Mungu kutwaa mwili na kukaa kwetu. Mwana wa Mungu alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mwilini mwa mama yetu Bikira Maria, akazaliwa katika familia, akakulia na kuishi katika familia, akijifunza mila, tamaduni, desturi na maarifa mbalimbali katika familia. Familia hii ya Nazareti ni mfano wa familia bora iliyojengwa katika misingi ya imani, sala, matumaini, mapendo na utakatifu wa maisha. Chimbuko la sherehe hii, mnamo mwaka wa 1890 Baba Mtakatifu Leo wa 13 aliandika waraka wa kitume kwa kanisa unaojulikana kama Sapientiae Christianae, Wakristo ni raia. Katika waraka huu Papa alieleza wajibu wa msingi wa kila Mkristo katika familia yake. Lengo la waraka huu ilikuwa ni kupinga madhara makubwa yaliyosababishwa na mapinduzi makubwa ya viwanda, usekulari na mifumo hatarishi ya kisiasa kama vile ukomunisti katika familia na jamii zetu zote kwa ujumla. Mwaka 1892 Baba Mtakatifu Leo wa 13 aliandika waraka mwingine wa kitume unaojulikana kama Breve Neminem Fugiti. Katika waraka huu Baba Mtakatifu alisema ya kwamba familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu ni mfano wa familia iliyojengwa katika misingi ya fadhila, na ni familia ya kuigwa, na ni familia bora kwa ustawi wa kila mwanadamu. Na Baba Mtakatifu hapa anaendelea kwa kusema Yosefu ni mfano wa baba bora, huku Mariamu ni mfano wa mama bora mwenye imani na upendo kwa familia yake, na Yesu ni mfano wa mtoto mtiifu mwenye kuleta furaha na faraja kwa wazazi wake. Na mnamo mwaka 1893 Baba Mtakatifu huyo Leo wa 13 aliunda maadhimisho ya kiliturujia ya sherehe ya familia takatifu, lakini maadhimisho haya yalikuwa ni ya hiari. Na mnamo mwaka 1921 Baba Mtakatifu Papa Benedikto wa 15 alitangaza ya kwamba maadhimisho ya sherehe ya familia takatifu yanapaswa kuadhimishwa na kanisa zima la ulimwengu. Kisha aliyaweka maadhimisho ya sherehe takatifu katika kalenda ya kiliturujia ya kanisa na kuanza kuadhimisha maadhimisho ya sherehe takatifu rasmi katika makanisa yote ya ulimwengu. Na mwaka 1981 Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili aliandika waraka wa kitume uliojulikana kama Familiaris Consortio, akihimiza wajibu wa familia za Kikristo. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alikumbusha wajibu wa familia kwa kutafsiri familia kama kanisa dogo la nyumbani lenye wajibu wa kufundisha imani, kuishi maisha ya fadhila na kuhimiza maisha ya sala. Kwa ufupi, familia inapaswa
iwe ni shule ya imani, na katika familia ndiko uhai wa kanisa unakopatikana. Hivyo katika familia ni shule ya furaha, ni shule ya upendo, ni shule ya imani, ni shule ya saburi, ni shule ya utu mwema. Familia inapaswa iwajenge wanafamilia na kuwalea katika misingi ya utu wema, uadilifu na hofu ya Mwenyezi Mungu. Katika somo la kwanza, kama nilivyokuja kufahamisha hapo awali, ya kwamba linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 3 aya ya 2 mpaka aya ya 6 na ile aya ya 12 mpaka aya ya 14. Kitabu cha Yoshua bin Sira ni miongoni mwa vitabu vinavyojulikana kama vitabu vya hekima. Vitabu hivi vya hekima vimeundwa na vitabu vya Ayubu, Methali, Mhubiri, Hekima ya Suleimani, Wimbo Ulio Bora na kitabu chenyewe cha Yoshua bin Sira. Kitabu hiki kinaeleza mambo mbalimbali kama vile fedha, mahusiano baina ya wazazi na watoto, ibada, uchaguzi wa marafiki wema, utatuzi wa matatizo binafsi, umakini na uchaguzi wa maneno mazuri wakati wa mazungumzo. Kitabu hiki kwa ujumla kinahusu ushauri ambao uko katika mtindo wa baba kwenda kwa mtoto. Kitabu hiki inasadikika ya kwamba huenda kilitumika kuwafundisha na kuandaa watoto waliotegemewa kushika madaraka kama viongozi wa baadaye wa jamii ya Kiyahudi. Lengo la msingi la kitabu hiki ilikuwa ni kuwafundisha watu kuishi maisha mema na yenye adili. Tunafahamu ya kwamba amri ya 4 ya Mungu inasema, waheshimu baba na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Katika somo letu la leo limejikita zaidi kufafanua na kupambanua amri hiyo ya 4 ya Mwenyezi Mungu. Katika somo mwandishi anatueleza ya kwamba anayewaheshimu wazazi wake, mtu huyo hubarikiwa sana. Vilevile mwandishi anataja mambo mawili yanayoambatana na kuwaheshimu wazazi. Jambo la kwanza, anatueleza ya kwamba mwenye kuwaheshimu wazazi wake hubarikiwa kwa wingi wa miaka ya kuishi, kwamba mtu yoyote ambaye anawaheshimu kwa kina zaidi wazazi wake, mtu huyo Mwenyezi Mungu humbariki kwa maisha marefu, na si maisha marefu peke yake, lakini ni maisha marefu yenye baraka na yenye fanaka. Jambo la pili, mwandishi anatueleza ya kwamba waheshimu wazazi wako katika hali yoyote ile ya kimaisha. Katika uzee wao waheshimu wazazi wako, katika maradhi yao ya kimwili au ya kiakili waheshimu wazazi wako. Iwe umewazidi elimu, waheshimu; iwe umewazidi maarifa, waheshimu; iwe umewazidi mafanikio, waheshimu; iwe umewazidi madaraka, waheshimu, kwa sababu wazazi wako wamekuleta duniani. Bila wazazi wako leo dunia isingekutambua wewe. Unapaswa uwe na moyo wa kuheshimu wazazi wako. Ondoa kiburi mbele ya wazazi wako na uwe ni msaada na tegemezi kwa wazazi wako. Usiwatupe wazazi wako, usiwadharau wazazi wako, usiwatendee tendo lolote ambalo litaonyesha ni utovu wa nidhamu kwa wazazi wako. Wapokee katika madhaifu yao, katika magumu ya maisha na katika mengine kama hayo. Ni wazazi wako na ni miungu yako hapa duniani. Wape heshima inayostahili. Katika somo la pili ambalo linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai sura ile ya 3 aya ya 12 mpaka ile aya ya 11. Tunafahamu ya kwamba waraka huu pamoja na waraka kwa Efeso, kwa Wafilipi na kwa Filemoni zinatambulika kama nyaraka za kifungoni. Mtume Paulo aliandika nyaraka hizi wakati akiwa gerezani huko Rumi, na hii ni kati ya mwaka 61 mpaka mwaka 63 baada ya Kristo. Mtume Paulo hakuhubiri katika kanisa la Kolosai, bali alimtuma Epafra ambaye alikuwa ni mfuasi wake wa karibu. Epafra alikuwa ni mwenyeji wa Kolosai, hivyo
haikuwa ni shida sana kwake kuyafahamu mazingira ya Kolosai na jiografia nzima ya Kolosai. Hivyo Paulo alimtuma akaeneze imani huko, lakini vile vile alikwenda katika miji ya Laodikia na miji ya Hierapoli. Epafra, baada ya kuwa amemsikia habari za Paulo akiwa kifungoni, alimtembelea Paulo na kumweleza hatari iliyolipata kanisa la Kolosai, kwa sababu kanisa hilo lilikumbwa na uwepo wa wazushi wenye lengo la kufundisha mafundisho potofu ya imani na kuiangusha jumuiya ya kwanza ya Wakristo iliyojengwa kwa mafundisho ya Epafra. Hivyo Epafra anamwomba Paulo amsaidie kuwafundisha na kuelekeza Wakolosai katika njia ya imani kwa Yesu Kristo kama jinsi ambavyo yeye aliwafundisha. Hivyo Paulo akiwa gerezani anawaandikia waraka huu, kwanza kuwahimiza washike na kufuata mafundisho yote ya kweli yaliyofundishwa na Epafra. Paulo anaanza kwa kuwasalimu, huku akithibitisha kwamba yeye atoaye mafundisho hayo ni mtume, tena si mtume tu, ni mtume wa Kristo, na hivyo ndiye yeye ambaye amemwagiza Epafra aje aeneze imani katika maeneo haya ya Kolosai na kuanzisha kanisa katika maeneo ya Kolosai. Kwa hiyo ujumbe ambao Epafra ameufundisha katika kanisa la Kolosai ni ujumbe ambao ameupokea kutoka kwa Paulo, na Paulo naye anathibitisha ya kwamba yeye ni mtume. Ujumbe huu ambao amempatia Epafra na yeye mwenyewe ametumwa na Kristo. Kwa hiyo ujumbe wa Epafra ni ujumbe wa Paulo, lakini ni ujumbe wa Kristo. Kristo na yeye ujumbe huo ni ujumbe wa wokovu uliotoka kwa Mungu Baba. Kwa hiyo anayepinga ujumbe wa Epafra anapinga ujumbe wa Paulo, anampinga vile vile Kristo, anampinga Mwenyezi Mungu. Sisi ni nani hata tumpinge Mwenyezi Mungu? Paulo basi anawakumbusha na kuwafundisha ya kwamba sisi tunaomwamini Kristo tunapaswa kuwa mfano bora katika ulimwengu wa leo. Shikilia mafundisho ya kweli unayofundishwa. Usisikilize sauti za ulimwengu unasema nini, wala ulimwengu unakutaka ufanye nini. Usiige mwenendo wa ulimwengu wala tamaduni za kimagharibi ambazo zinapingana na desturi na mila za Mkristo. Kwa vile sisi ni wana wateule wa Mungu, tujivike moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, tukichukuliana na kusameheana. Na zaidi ya hayo, tujivike upendo, ndicho kifungo cha ukamilifu. Hivyo basi, familia zetu zinapaswa zijengwe katika tunu hizo ambazo Paulo anazitaja. Familia zetu zijengwe katika rehema, familia zetu zijengwe katika utu wema, familia zetu zijengwe katika unyenyekevu, familia zetu zijengwe katika upole, katika uvumilivu, na tuchukuliane na kusamehana. Na zaidi ya yote, tupendane sisi kwa sisi. Miongoni mwa wanafamilia kifungo chenu kiwe ni upendo, lakini miongoni mwa familia moja na familia nyingine muunganisho kwa upendo, uvumilivu, upole na utu wema. Na katika somo la Injili siku ya leo ambalo linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 2 aya ya 13 mpaka ile aya ya 15 na ile aya ya 19 mpaka aya ya 23. Katika Injili tunafahamishwa juu ya hatari iliyoikabili familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Herode aliposikia habari za kuzaliwa kwa Masihi alifadhaika sana na kunuia kumwangamiza. Hivyo akaamua kuangamiza watoto wote walio chini ya umri wa miaka 2. Malaika wa Bwana anamtahadharisha Yosefu na anamsihi amchukue mkewe pamoja na mtoto wakimbilie katika nchi ya Misri. Na Herode alipokufa na hali ilipokuwa shwari, malaika wa Bwana vile vile sasa anamsihi Yosefu arudi katika nchi yao ya nyumbani. Hivyo basi, ndugu zangu wapendwa, tunaposherehekea leo sherehe ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, tunatafakari mambo makubwa mbalimbali. Tunatafakari ya kwamba familia takatifu ni mfano au ni kielelezo cha familia zetu. Hivyo familia zetu basi za kileo zinapaswa zizingatie mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni nidhamu ya kimaisha. Mtoto Yesu alijifunza mila na desturi njema kutoka kwa wazazi wake.
Na familia njema ni ile yenye wazazi wema. Watoto hujifunza kutoka kwa wazazi wao. Endapo kama wazazi wao si watu wenye nidhamu binafsi, tegemea kuzalisha watoto wasiokuwa na nidhamu kabisa. Watoto hao wasiokuwa na nidhamu watakuwa ni mzigo kwenu na watakuwa ni majuto kwenu. Wanasema kitanda hakizai haramu, na mtoto wa nyoka ni nyoka. Wanasema vile vile pia, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Endapo kama mzazi una maadili na nidhamu binafsi, ni rahisi sana mtoto kujifunza kutoka kwako. Watoto hujifunza mara nyingi zaidi kwa kuona na kwa kusikia kuliko yale ambayo unaweza ukawakaripia na kuwaadhibu. Wanaona mtindo wa maisha wa wazazi wao, na wao ndio wanajifunza na kukopi kama jinsi ilivyo. Na kwa mwendo sasa wa ulimwengu tulionao, unaweza ukazalisha watoto ambao hawafiti katika jamii yoyote, wasiokuwa na maadili, wasiokuwa na nidhamu, watoto wavivu, wazembe, wazurulaji na mengine kama hayo. Kwa hiyo familia ni lazima iwe ni shule ya nidhamu, nidhamu ya maisha. Watoto wajifunze mienendo myema kutoka kwa wazazi wao, wajifunze kuheshimu watu wazima kutoka kwa wazazi wao, wakiona ninyi ambavyo mnavyoheshimu watu wazima. Wajifunze kuwa na moyo wa huruma kwa kuwaona ninyi ambavyo mlivyo na moyo wa huruma. Wajifunze moyo wa upendo kwa kuona wazazi wao ni watu wenye upendo kwa majirani, mnasaidia majirani, mnasaidia wasiokuwa na uwezo na mengine kama hayo. Wajifunze lakini vile vile moyo wa umoja, wakiona ninyi wazazi wenu mnaishi kwa umoja na majirani zenu na ndugu zenu na watu wengine. Wajifunze huko. Familia isiwe ni eneo au kitaru cha kupandikiza maisha yasiyofaa, maisha ya chuki, itikadi za chuki na mengine kama hayo, bali familia iwe ni mlango wa upendo kwa watu wote, kwa wanafamilia, kwa majirani, kwa ndugu, jamaa na marafiki wote. Kwa hiyo familia ni lazima ianze kwanza kuwa shule ya nidhamu. Jambo la pili, tuepuke uzungu na usasa katika familia zetu. Familia ya wazazi wa kileo wanapenda sana na wanadhani ya kwamba mtindo bora wa maisha ni kuwalea watoto kizungu. Wako wazazi ambao hawajiangaishi kuwafundisha mila na tamaduni za Kiafrika watoto wao, isipokuwa wanawafundisha mila na tamaduni za kizungu, na ili hali wao sio wazungu. Furaha yao ni kuona wanao wakiongea kizungu bila kufahamu lugha yao mama ya asili. Malezi yao wengi wanawapatia watoto wao malezi ya kizungu katika ulimwengu wa leo, ambapo kwa lugha nyingine nyepesi tunasema kuwalea watoto kimayai, kiyaiyai zaidi. Hata majina yao vile vile wanaowapatia watoto hawa ni ya kizungu, na wakati mwingine hata wazazi hawafahamu maana ya majina hayo ya kizungu wanaowapatia watoto wao. Namna ya uvaaji wa watoto hawa ni wa kizungu, wamesahau na kuacha mila zao. Wasiojua stadi za maisha ya Kitanzania, lakini wanafundishwa stadi za maisha ya kizungu. Huenda malengo ya wazazi hawa ni kuwakuza wazungu katika mazingira ya Kiafrika na baadaye kuwapeleka kuishi katika mazingira ya kizungu. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba tuna wazungu wengi weusi, Watanzania wenzetu wasiojua mila na desturi za Tanzania yetu, na hivyo tuna wazungu wengi ambao hawajawahi kufika uzunguni, lakini sasa wanatusumbua na kutuhangaisha sisi ambao sio wazungu. Namna yao ya kuongea ni ya kizungu, mitindo yao ya kimaisha ni ya kizungu, na katika uzungu huo wanaiga mpaka tamaduni za kizungu ambazo hazifai na kustahili. Wanakuja kuharibu na kubomoa familia za Watanzania, za Waafrika kwa ujumla. Uzungu
tuwaachie wazungu wenyewe. Sisi Waafrika tuna tamaduni zetu njema, na zaidi ya yote tuna tamaduni za Kikristo zinazotujenga katika misingi ya utu wema na uadilifu. Changamoto sasa inayojitokeza kwa sababu walio wengi wamelelewa katika maisha ya kizungu, kufundishwa tamaduni za kizungu na kuishi maisha ya kizungu, na uzungu huo ndio uliowakuza, japokuwa wako hapa Afrika. Jamii inatengeneza watu waovyo wasiokuwa na maana, watu wasiokuwa na stadi za msingi zitakazowawezesha wao kufiti katika mazingira tulionayo, kujitosheleza katika mazingira tulionayo, kuhusiana na watu wengine katika mazingira tulionayo, kuishi vyema katika mazingira ya Kiafrika tulionayo. Tuna wazungu wengi tunaoishi nao humu, lakini wasiokuwa na damu ya kizungu. Jambo la tatu, epukeni usasa wa kimaisha. Usasa unaharibu na kubomoa familia zetu. Zilindeni familia zenu dhidi ya mitindo ya maisha ya kimagharibi. Mitindo ya kisasa ni hatarishi kwa ustawi wa familia zenu. Au mnaowaiga familia zao zimekwisha bomolewa na kusambaratika. Wazazi hawana kauli tena dhidi ya wazazi wao, dhidi ya watoto wao. Watoto hawawataki tena wazazi wao, hususani katika kipindi cha uzee. Watoto hawawaheshimu wazazi wao. Wazazi wanalia, wanasikitika, wanaomboleza, wanajuta kwa yale malezi mabovu yasiyostahili waliowapatia watoto wao. Na Waswahili wanasema mchelea wa mwana hulia na mwanaye. Jambo la nne, familia inapaswa iwe ni kanisa dogo la nyumbani. Katika familia, imani inapaswa liwe ni jambo la kwanza kufundishwa. Hofu ya Mwenyezi Mungu inapaswa ianze kufundishwa. Sala zinapaswa zianze kufundishwa. Mitindo ya maisha ya Kikristo inapaswa kufundishwa, kuwekewa mkazo na kutiliwa nguvu zaidi. Usiwalee watoto bila kuwajenga katika hofu ya Mwenyezi Mungu. Wafundishe imani, wafundishe dini, wafundishe hofu ya Mwenyezi Mungu. Hakikisha kabisa ya kwamba wanao wanamjua Mwenyezi Mungu, wanaiva katika neno la Mungu na wanapikwa na kukomaa katika hofu ya Mwenyezi Mungu. Familia iliyo bora leo ndilo kanisa lililo bora kesho. Katika tafakari ya leo ulikuwa na mimi ni ndugu yenu padri wenu Padre Kefa, Jimbo Katoliki la Geita. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Uwe na sherehe njema ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Wakati mwema.